Tunamalizia somo letu la present perfect tense, tense ambayo tumeongelea kwenye previous lesson. Leo nataka tuongelee negative sentences. Mtakumbuka niliwapa tips. Negative sentence ya kizungu inatakiwa iweje na swali la kizungu linatakiwa liweje. Swali, tumesema swali la kizungu lazima lianze na helping verb. Na negative sentence tumesema tunaongeza not kwenye helping verb. Kwa mfano, sentence yangu ni Juma has bought a car. Juma has bought a car. Nikitaka kuibadilisha kuwa negative, negative by the way tunamaanisha sentence ya kukanusha, ambayo kwa Kiswahili positive ni amenunua gari. Juma amenunua gari. Negative inakuwa haja kwa Kiswahili safi, hajanunua bwana, hajanunua gari. He has not bought a car. Juma has not bought a car. Swali, tunaanza na ile helping verb yetu ambayo ni has. Nikitaka kuuliza hivi Juma amenunua gari? Has Juma bought a car? Has Juma bought a car? Unaweza ukaniuliza Juma has bought a car? Nitakuelewa, lakini ni broken English. Standard English, perfect English, anza swali lako na helping verb. Has Juma bought a car? Tuko pamoja? I have eaten ugali. Hiyo ni positive sentence. Nimekula ugali. Negative sentence ya kukanusha nitasema I have not eaten ugali. Swali litakuwa have I eaten ugali? Have I? Hivi nimekula ugali kweli leo? Au kama nakuuliza wewe nitasema have you eaten ugali? Have you eaten ugali? She has cooked lunch. She has not cooked lunch. Has she cooked lunch? Hivi Maria amepika chakula cha mchana? Has Maria cooked lunch? We have arrived. Labda tuko kwenye train inakwambia we have arrived. We have not arrived. Hatujafika, hatujawasili bado. Swali, have we arrived? Have we arrived? Tumeshafika? Tumefika? The students have finished their homework. Kumbuka students ni they, hiyo ndio maana natumia have. The students have finished their homework. Wanafunzi wamemaliza homework yao. Negative nitasema the students have not finished their homework. Hawajamaliza homework yao. Swali, labda mimi ni mwalimu nauliza have the students finished their homework? Have the students finished their homework? Wanafunzi wamemaliza homework yao. Have they finished? Have they finished? Wamemaliza. Jennifer has come. Jennifer has come. Jennifer amekuja. Jennifer has not come today. Jennifer leo hajaja. Has Jennifer come today? Has Jennifer come today? Hivi Jennifer amekuja leo? Tuko pamoja ndugu zangu? I hope so. Natumaini hivyo. Twende kwenye njia za kujibu maswali sasa. Kwa mfano nakuuliza, have you seen my keys? Have you seen my keys? Umeona funguo zangu? Nakwambia yes, I have seen your keys. Lakini kama sijaziona nitakwambia no, I have not seen your keys. Sijaziona funguo zako. Lakini kuna jinsi ya kujibu kwa kifupi. Naweza nikwambia tu yes I have. Nimeziona bwana. Yes I have. They are there. Ziko pale. No I have not. Hapana, sijaziona. No I have not. Kwa hiyo naweza nikijibu kwa kifupi, baada ya kusema no I have not seen your keys, nitasema no I have not. Have you understood? Yes I have. No I have not. Has Maria come? Yes she has. No she has not. Kwa hiyo you can give your answers in a short form or you can give your answer in a long form. It's your choice. Tuko pamoja ndugu zangu?